sasa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema. Shirikisho la mpira wa miguu kupitia kwa kaimu katibu mkuu wake Oscar Mirambo imeishukuru serikali kwa hamasa yake kubwa kwa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa 17 maarufu kama Serengeti Boys, ambayo imefuzu kucheza fainali za mashindano ya AFCON 2027 dhidi ya Senegal Juni 2 mwaka huu. Oscar Mirambo ameeleza shukrani hizo wakati wa mazoezi ya Serengeti Boys kuelekea mchezo wa fainali, ambapo amesema kuwa hamasa iliyofanywa na serikali ni kubwa na imeongeza upambanaji zaidi, kwani ni nchi chache ambazo serikali zimekuwa mstari wa mbele katika michezo, huku kwa upande wa kocha wake wakieleza maandalizi yalivyokuwa. Sisi najisikia vizuri kwa sababu ni level kubwa ya appreciation kwa kile ambacho tumekuwa tunakifanya kwenye milango iliyofungwa, milango ambayo watu wengi hawajui ndani kuna kitu gani, sio? Tukija mbele za watu kuonyesha nini ambacho tumekuwa tunafanya kwa muda mrefu, na process bado inaendelea, na watu kupokea kwa namna ambavyo imepokelewa, na especially kwa serikali yetu kuona umuhimu wa kutengeneza mazingira ya namna gani vijana watakuwa more motivated na kuwa comfortable na kuelewa kwamba wanalolifanya ni jambo la msingi kwa nchi. Tumeona serikali ikiwa nyuma vijana, tumeona federation ikiwa nyuma vijana, kwa hiyo na wananchi wakiwa nyuma vijana. Kwa hiyo tunaomba waendelee kuwapa nguvu ili tuanze kujiandaa kwa makini zaidi, ili basi itakapofikia siku ya finali tuwe tuna nguvu ya kutosha. Napenda kuwaomba mashabiki zetu wa Tanzania wenzetu kuendelea kutupa support yenu pamoja na maombi yenu, ndio kitu kikubwa ambacho kitatufanikisha sisi tuweze kufanya vizuri katika mchezo wetu wa finali inshallah. Pia kwa maombi yenu tutaweza kufanya vizuri na tutaweza kurudisha kombe nyumbani inshallah. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema kuwa mbio za Cape to Cairo Arusha Marathon zinaendelea kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Arusha kupitia ongezeko kubwa la wageni katika utalii wa michezo na fursa mbalimbali za biashara. Tupate taarifa zaidi. Waziri Makonda amezungumza hayo wakati aliposhiriki katika mbio za Cape to Cairo Arusha Marathon 2026 zilizofanyika jijini Arusha, ambapo amesema kuwa mbio hizo zimeendelea kuiweka Arusha kwenye ramani ya matukio makubwa ya michezo ya kimataifa na kitaifa, na hivyo kuongeza fursa zaidi kwa wakazi na wananchi wa mkoa huo. Ukiwa mwenyekiti wa baraza letu la michezo la mkoa, marathoni hii uishike kwa mikono yote miwili. Mwakani wana Arusha wenyewe tuwe namba 1 kujisajili na kushiriki, kwa kuwa ni fahari yetu, lakini pia inajenga uchumi wa watu wetu ndani ya mkoa wetu. Sambamba na hilo, nimefarijika kumwona balozi wetu anayewakilisha serikali ya Uganda nchini Tanzania. Tunashukuru sana kwa mahusiano haya. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Kwa mashindano hayo ambayo Tanzania inakuwa mwenyeji kwa ushirikiano na mataifa ya Kenya, Uganda kupitia Pamoja Bite. Akizungumza mara baada ya kikao hicho kukamilika, mwenyekiti wa kamati ya ndani ya maandalizi ya AFCON Leodiga Tenga amesema kuwa lengo la kikao hicho lilikuwa ni kuwakumbusha majukumu yao ili kuhakikisha kwamba mashindano hayo yanafanyika kwa ustadi mkubwa. Mashindano haya yanalenga kusaidia vitu viwili vikubwa. Moja, kuhamasisha maendeleo ya mpira. Dunia nzima unahamasisha pale ambapo panakuwa na mashindano. Vijana wanaona, watu wa kawaida wanaona, wazazi na wao wanahamasika kuona wachezaji wazuri wanakuja, kwa hiyo na wao wanawasaidia watoto wao wafanye vizuri. Kwa hiyo michezo inaendelezwa hivyo. Mashindano ya kimataifa ya wazi ya Tanzania Pickleball yamefikia tamati hii leo katika viwanja vya East African Rocket jijini Dar es Salaam, yakishirikisha wachezaji kutoka mataifa zaidi ya 7 kutoka ndani na nje ya nchi, huku uongozi wa chama cha Pickleball Tanzania ikielezea kujivunia ushindani mkubwa ulioonyeshwa na wachezaji hususan wa Kitanzania ambao wameshindana vikali. Mashindano hayo ambayo yalianza kutimua vumbi Mei 27 na yamehitimishwa hii leo kwa kuchezwa michezo ya nusu fainali na fainali kwa upande wa wanaume na wanawake, yametajwa kuwa moja ya mashindano bora kutokana na ushindani wa wachezaji kutoka zaidi ya mataifa 7 ambao yameshuhudia wachezaji wa kimataifa na
nambari 1 kwa ubora kutoka nchi ya India na Dubai wakichuana vikali na kuongeza ushindani. Competition ni ngumu leo. Ni hatari kidogo. Tunatokea India, Dubai, South Africa. Napata competition kubwa hapa kwa sababu huyu ni practice kila siku. Nafanya competitions nyingi kwa India, kwa Dubai, kwa Malaysia, kwa China. Sasa mimi nataka ku-expose Tanzania pia. Our players, mimi pia. Alafu nataka kuchukua wote kwa Tanzania kwa World Cup ya pickleball in Vietnam, August 28. We got some great pickleball players from all over the world and we are having a very, very good time. Mashindano yalikuwa mazuri, yalikuwa magumu. Wamekuja watu wengine wapya. Furahi ya mashindano yalikuwa mazuri, tumepata wageni wengi, tumejifunza mengi. Haijakuwa ngumu, vile ambavyo unapanda kwenye ranking ya DUPAT, ndivyo ambavyo michezo pia inaendelea kuongezeka. So kila mchezaji anajitahidi kwa vile ambavyo anaweza. Game was, first of all, well done to my opponent. He did amazing, man. I've never played someone like him. Reaches the ball so well in the kitchen. Couldn't find a winner, man. First set, first game, he destroyed me, and then I had to find another way to get through, and thank the Lord, I found a way, alhamdulillah. Uongozi wa klabu ya Geita Gold ya mkoani Geita imekanusha taarifa mbalimbali zinazoenea katika mitandao ya kijamii kuwa wamekamilisha usajili wa kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola kwa ajili ya kuwa kocha wao mkuu kwa msimu ujao. Watapanda ligi kuu ya soka Tanzania bara. Taarifa hiyo ya kukanusha tetesi hizo imetolewa na mkurugenzi wa manispaa Geita Alfred Nyezi wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo, ambapo amesema kuwa taarifa hizo hazina ukweli wowote, hivyo zipuuzwe na bado timu inaamini makocha waliopo sasa. Nimepata taarifa ambazo zinasambaa mitandaoni kwamba kuna kocha msaidizi wa klabu ya Simba na kuja kujiunga na klabu ya Geita kama kocha mkuu. Natamani kukanusha taarifa hizo kwamba taarifa hizo sio za kweli. Hatujaanza mchakato wowote wa usajili wa wachezaji wala benchi la ufundi. Taarifa hizo ni za uongo na zinatolewa, tunajua kipindi kama hiki huwa ni kwa ajili ya kuvuruga tu mwenendo. Watu wakiona mnaenda vizuri wanatamani kuona hapa katikati mambo yanaharibika ili msitimize kusudi ambalo lipo mbele yenu. Naam, na sasa ni habari za michezo kimataifa ambazo niliziandaa mwenyewe mapema hii leo. Klabu ya PSG ya nchini Ufaransa imetoa ubingwa wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa msimu mwaka 2025-26 baada ya kuibuka na ushindi wa penalti 4-3 dhidi ya mabingwa wa EPL Arsenal, mchezo uliochezwa jana usiku katika dimba la Puskas Arena nchini Hungary. PSG inatoa ubingwa wake wa pili na ikiwa ni mara ya pili mfululizo baada ya kufanya hivyo kwa msimu uliopita. Katika mchezo wa finali hapo jana, Arsenal ndio walikuwa wa kwanza kupata goli mapema dakika ya 5 kupitia mshambuliaji wake Kai Havertz na kuweka imani kubwa ya kutoa ubingwa huo kabla ya ndoto kuzimwa na mshambuliaji wa PSG Ousmane Dembele ambaye alifunga goli la kusawazisha kunako dakika ya 56 kipindi cha pili. Mchezo huo ambao ulichezwa kwa dakika 120 ulitawaliwa na ufundi wa wachezaji na mbinu bora za makocha Mikel Arteta na Luis Enrique ambao walionyesha uwezo mkubwa wa kiufundi. Penalti ya mwisho wa beki raia wa Brazil Gabriel ilipeleka vilio kwa mashabiki wa Arsenal duniani kote, kwani ndio iliwapatia ushindi PSG na kutwaa ubingwa huo. Nikiripoti michezo kimataifa, mimi ni beki wa kupanda na kushuka, Nelson Munema, Channel 10. Naam, na kufikia hapo ndo tamati ya taarifa yetu ya habari ya siku ya leo mtazamaji. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuandaa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus, tunawatakia usiku mwema na utabiri wa hali ya hewa unafuata. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania na kuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upepo unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Tanganyika na maeneo ya Ziwa Rukwa, pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Nyasa na maeneo yote ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajia kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati usiku wa leo ni kwamba maeneo mengi yanatarajia kuwa ni makavu isipokuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na hali ya mvua nyepesi
kiasi katika sehemu chache. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam kwa Pwani na maeneo ya Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Ilhali maeneo yaliyo mengi hususan katika maeneo yote ya magharibi mwa nchi na yale maeneo ya kusini mwa nchi, maeneo haya yanatarajia kuwa ni makavu na yenye vipindi virefu vya jua. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na kusiendelea kusikiliza, kufuatilia na kutumia utabiri unaotolewa kila siku na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Jina langu ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.